Kupitia FCC tumeanzisha mchakato wa rekodi ya bidhaa ambazo zinaingizwa nchini. Na lengo letu sisi ni kufanya tracing and tracking, lakini vile vile tuweze kujua agent wa hizo bidhaa, jinsi ambazo zinaingizwa nchini, ili mtumiaji wa mwisho aweze kuwa na uhakika wa ubora wa bidhaa ambayo iko sokoni. Sasa wengi wakiona tunaanzisha mifumo hiyo, wanaweka kwamba labda ina gharama, labda ina usumbufu kwa mfanyabiashara. Mfumo huu ni mfumo rahisi. Hauna gharama kubwa kwa mfanyabiashara, lakini hauna usumbufu. Utakapoleta taarifa za bidhaa mara moja, basi inakuwa ndo hiyo hiyo. Labda kama ukitaka kuupdate bidhaa yako, basi unakuja tena una-update. Kwa nini tunafanya hii rekodi? Tunataka tujihakikishie wale wholesalers na watumiaji wanakuwa na taarifa sahihi bidhaa zinazoingizwa ndani ya nchi zinatoka wapi. Kwa hiyo tuwaelekeza FCC wawe na mfumo huo, na tumeweka kwamba ni voluntary process. Mfanyabiashara anayeingiza bidhaa ndani ya nchi atakuja ndani ya kipindi cha miezi hii 6, ataregister biashara yake, inatokea wapi, inazalishwa wapi, agents wake ni kina nani. Tunataka mfumo huu uwe open kwa public, ili mtu anapoamua kupata bidhaa husika anakuwa amejithibitishia kwamba bidhaa ile imetoka kwenye source ambayo ni credible, na ni bidhaa ambayo sio bandia, ni bidhaa ambayo ina ubora ndani ya soko. TBS yenyewe inafanya ubora wa bidhaa za wazalishaji ndani ya nchi pamoja na bidhaa ambazo zinaingizwa kutoka nje ya nchi. Sasa ni muhimu, kwa sababu taarifa hizi tunazo sisi wenyewe, ni muhimu kuwa na mfumo wa kuonesha bidhaa hizi ambazo sasa umma kadamnasi inaweza kuaccess, ili kuweza kujua bidhaa zinatokea wapi. Kwa sababu ili tuweze kumlinda mlaji, huwezi kwenda kumwambia mlaji aende TBS akaombe taarifa ya bidhaa inazalishwa na nani. Ni taarifa ambayo mtu yoyote anayetumia bidhaa anapaswa kuiona pale, ili yeye mwenyewe kama ananunua kwa wholesale, ili aweze kujithibitishia kwamba sehemu hii ambayo naenda kuipata bidhaa hiyo, basi ni sehemu ambayo ni salama kwa ajili ya mtumiaji wa mwisho. Kwa sasa TBS kwa kuwa na taarifa hizi, nawaelekeza rasmi kwamba sasa ni muhimu kuhakikisha taarifa hizi zinakuwa wazi, ili watumiaji wote waweze kunufaika, na vile vile tuweze kumlinda mlaji, lakini hata mfanyabiashara na mwenyewe tunakuwa tumemsaidia kwamba bidhaa zake ziko salama sokoni. Lakini la tatu ambalo sisi tumejipanga, ambalo tunaendelea nalo, ni kuendelea na zoezi hili la kuendelea kufanya utambuzi na ukaguzi wa bidhaa, ili kujihakikishia kwamba bidhaa ambazo ziko sokoni ni salama. Kwa hiyo ninawaelekeza FCC, kama ambavyo tulikubaliana toka nimekuja kwenye wizara hii, ninawapongeza kwamba tumeenda vizuri sambamba. Sasa hili linapaswa kuwa sehemu ya maisha yenu ya kila siku. Malalamiko ya Watanzania juu ya pombe bandia ni mengi, na tumefanya surveillance, tumeona. Lengo letu sisi, kuna viwanda bubu huko nje. Tunawaambia ndugu zangu wafanyabiashara, turasimishe biashara zetu. Lakini na nyinyi mkifanya surveillance, tumekubaliana zenye ubora tuwasaidie warasimishe. Lakini biashara kama hii ni lazima ifanyike kwenye utaratibu, kwa sababu ina madhara makubwa sana ya kiafya na kiuchumi. Zoezi hili linapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku, na tunavyofanya misingi ni ile ile: kuwezesha biashara, lakini vile vile na kudhibiti bidhaa bandia sokoni. Kwa ndugu zangu wafanya biashara, kwa kweli sisi kama tunavyowaambia, tunajitahidi sana kuwezesha, lakini vile vile na kudhibiti. Lakini vile vile katika zoezi hili tumejithibitishia kwamba kuna wafanyabiashara kwa kweli tokea mwanzo nia yao ni ovu. Nia yao ni bidhaa feki sokoni, ili waweze kupata faida ya haraka. Sasa na sisi tunawaambia kwa kweli, bidhaa bandia au bidhaa feki kama wengi walivyozoea sokoni, sisi hatuwezi kuzivumilia. Tutafanya jukumu letu la kuwezesha biashara, lakini kwenye kudhibiti kwa kweli tutafanya, kwa sababu utajiri wa kwanza wa mwanadamu yoyote ni afya. Afya ikitetereka, hata kile kipato kidogo cha maskini wa mwisho atakitumia kwenye kujihudumia afya yake.
Kwa hiyo kabla hatujafika huko, jukumu letu kama serikali ni kuhakikisha tunalinda afya za Watanzania. Na kwenye hili kwa kweli tumejidhatiti na tumejipanga kuhakikisha tunaondoa bidhaa bandia sokoni. Kwa hiyo tunawasihi wafanyabiashara ambao wanania ovu tokea mwanzo kwamba wasifanye hivyo, kwa sababu watafilisika, kwa sababu zoezi hili ni endelevu, na tutahakikisha mara zote tunachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Ukisoma sheria yetu hapa, ni sheria yetu ya alama za bidhaa sura ya 85 kifungu cha 91 A, B, C na F, inatuambia kabisa, kinakataza utengenezaji wa bidhaa bandia, umiliki wa bidhaa zenye maelezo ya uongo na usambazaji wa bidhaa bandia. Kwa hiyo sasa sisi huwaga tunachukulia vitendo hivi kwa uzito mkubwa sana, na tutaendelea kuimarisha mazoezi haya ya utambuzi, udhibiti, ufuatiliaji na ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia, pamoja na kuchukua hatua zote stahiki za kisheria dhidi ya wahusika wote. Na vile vile hatua hizi sisi ni sehemu ya dhamira ya dhati ya serikali ya kujenga mazingira bora ya biashara, kulinda uwekezaji halali, kukuza ushindani wa haki na kuhakikisha kuwa watumiaji wanapata bidhaa salama zenye ubora unaokubalika sokoni. Ndugu zangu, sisi katika serikali ya awamu ya 6, kwa kweli Mheshimiwa Rais amepambana sana na kuimarisha mazingira ya uwekezaji. Wawekezaji wameweka mitaji mikubwa sana kwenye biashara, hususan kwenye viwanda vya uzalishaji. Kwa mojawapo ya jukumu la serikali ni kulinda biashara halali na kuhakikisha bidhaa ambazo ziko sokoni ni zile ambazo zinaanzia kwenye uhalali wake. Kwa hiyo sasa tutahakikisha kwa kweli tunalinda uwekezaji huu ambao Mheshimiwa Rais ameuwekea misingi bora na misingi imara sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu.